tunamwangalia mama mwenye nyumba kwa maana KMC. Kwanza tunamshukuru KMC. Tunamshukuru kwa sababu mechi yake alichagua kwenda kuchezea Tabora na kanuni inamruhusu, lakini kwa mapenzi yake na mpira wa miguu Tanzania, akifahamu Simba tuna kibarua kwenye michuano ya kimataifa, akasema wacha nirudishe mechi katika uwanja wangu wa nyumbani kwa maana ya KMC ili nisimpe logistic ngumu Simba Sports Club. Kwa hili KMC uongozi wao wanastahili sifa na pongezi kubwa, na kwa niaba ya Simba Sports Club sisi tunawashukuru sana, lakini hiyo haiondoi kwamba hapa nyumbani kwao sisi ni wale watu tusiokuwa na haya. Kila siku nakwambia sisi ni wale watu tusiokuwa na haya. Tulikuwa tunamtaka sana huyu mtoto. Kwa nini? Tulikuwa tunamtaka sana. Sisi tuna visasi ambavyo haviishi na ni watu ambao huwa hatusahau. Namna ambavyo alitutengenezea mechi ngumu pale CCM Kirumba Mwanza round ya kwanza, tukasema hakuna shida, mbwa mkali kwao, utakuja tu nyumbani kwetu manispaa ya Kinondoni tutakufanya vibaya. Hatimaye amekuja hii leo, tumempelekea moto mzito. Leo tumetazama mechi tukiwa tunaenjoy kweli kweli. Kuna mechi nyingine unaangalia kama upo kwenye rice cooker, yani muda wote kama unaungua hivi, kama ile mechi ya JKT, yani muda wote unajua hapa nitapigwa shoti. Ipi ya Queens au ya Senior? JKT Senior. Lakini mechi ya leo nashaanza. Twende mechi ya leo. Lakini mechi ya leo tumetazama tukiwa tunaenjoy. Kipindi cha kwanza tukawa tumeshaua mechi na baada hapo tukaanza burudani tu. Kwa namna ambavyo mechi uliona, ushindi wa mabao 5, tukiruhusu bao 1, Jean Chazawa akifunga mabao 3, Lionel Ateba akifunga 2 na mambo mengine ambayo umeona kwenye mechi. Kila kitu leo kilikuwa kizuri sana. Ubora aliokuwa nao Jean Charles Ahoua akifunga magoli 3 ni jambo bora kweli kweli. Lakini kama haitoshi, ubora aliouonyesha Mbida Ateba ni wa kiwango cha hali ya juu sana. Nilikuwa nimekaa jukwani nasema tumeshafunga magoli 3 alafu hakuna goli la mshambuliaji, sijisikii amani, sijisikii raha. Akaweka la kwanza kwa upande wake ambao la 4 kwa upande wa timu, lakini goli lake la pili ambao ni goli la 5 ndio lilikuwa goli la unyama sana. Goli la mshambuliaji. Goli kama lile ungetegemea ulione kwenye mechi kama ya jana hivi ya Paris Saint-Germain na Arsenal. Yani magoli yanafungwa kwenye usiku wa Ulaya, ndio limefungwa hilo. Alichukua mali, akaangalia kipa alipo, akaweka posti ya mbali kunyavu. Ni goli ambalo linabeba thamani kubwa sana kwenye mchezo wa leo, na ni goli ambalo linawakumbusha watu kwamba huyu ni Lionel Ateba. Ubora wake unaweza ukapungua tu, lakini hauwezi kushuka kwa sababu ni mchezaji ama mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa. Lakini kiwango bora cha SGR Budo Joshua Mutale amefanya unyama sana. Niliwaambia watu hii ni SGR. Hii ni SGR. Dodoma masaa 3. Umefika. Mwanzoni alianza kwa kusuasua kidogo, ni kawaida kwenye kujitafuta. Lakini sasa Joshua Mutale Budo SGR ameshajipata. Sasa ando anakuja kuonyesha makali na ubora wake. Tazama namna ambavyo amewachachafya hii leo Pamba Jiji Football Club. Alafu alikuwa na hama, anacheza kushoto, anacheza kulia. Kuna muda anakuja katikati, kuna muda anacheza kama free roll, anaiomba mwenyewe. Alafu kitu ambacho kinanifurahisha zaidi, na hiki sijawahi kukijua kwa Joshua Mutale, ni endurance yake, kwa sababu anakatuliwa, ananyanyuka, anachukua mali, anaondoka. Kwa mtu mmoja akaniambia kwa sababu ni mfupi kwa hiyo hasikii maumivu. Na mimi ndo mastakagi bwana. Yaani mtu mfupi ndo asikii maumivu. Asikii maumivu sababu ukimkwatua mguuni maumivu yale yanasambaa haraka. Kwa hiyo anapotea. Ananyanyuka, anachukua mali, anaondoka. Ameonyesha kiwango cha juu sana. Na mechi ya leo imeonyesha ni kwa namna gani sisi tulimwamini Joshua Mutale, na amefanya kazi kubwa sana. Na hapa kwa kipekee kabisa lazima tumpongeze Mwalimu Fadlu David. Mwalimu Fadlu
anajua ubora wa Joshua Mutale, pamoja na kwamba alikuwa hafanyi vizuri, lakini alikuwa na imani naye kwa sababu anajua uwezo na ubora wake. Na sasa hivi kila mwana Simba, na kwa hapa vile vile niwapongeze na kuwashukuru wana Simba, wamekuwa bega kwa bega na Joshua Mutale. Hata kama akipewa nafasi na hachezi vizuri, bado watu walikuwa wanasimama majukwani na wanampigia makofi, budo aendelee kuonesha uwezo wake. Kusema kweli imeanza kutulipa sasa. Imani yetu na uvumilivu wetu kwa Joshua Mutale imeanza kutulipa sasa. Lakini Okejefa hii leo tukasahau kama Kagoma hayupo. Alikuwa anakata nyaya, anafika, anadistabu, anawacharaza, anawachanachana katikati pale, anachukua mali, anaondoka. Kwenye kila tukio yupo kama mjumbe wa nyumba 10. Kabla ukienda NIDA lazima upate barua ya mjumbe wa nyumba 10. Ukienda uhamiaji lazima upate barua ya mjumbe. Popote utakapoenda lazima upate barua ya mjumbe. Sijui umeelewa? Kwa hiyo ukimtazama vizuri Okejefa hii leo alikuwa kama mjumbe wa nyumba 10. Kila tukio yupo, kila sehemu yupo, na akifika anafanya madhara, anachukua mali, anapokonya, anaondoka. Okejefa mtudume kweli kweli hii leo. Yani ni mjumbe wa nyumba 10. Kila tukio yupo pale. Eli Kibisawala Mpanzu naye ameendelea. Kama kuna watu Pamba hawatamsahau. Na washukuru mechi ya kule hakuwepo. Ndio ilikuwa ponia yao. Leo kawafanya vibaya. Kuna mtu kapigwa tusi hapa. Kapigwa tobo hapa. Afulaini niko na kabara mguu tayari mpira umesha. Sema haya alikuwa mambo yako wakati unacheza. Unapigwa sana bwana. Amekuja kichwa akawekiwa akabana. Wakati huyu anabana na mwenzake naye kaja akabana, shughuli mesha. Mpanzu kaka atawafanya vibaya. Semaji tumalizie. Kuna wachezaji watamaliza ligi wakiwa walemavu. Kwa sababu Mpanzu anawafanya kitu kibaya sana. Anawakimbiza kwa muda, anasimama, anaondoka na mali. Hakuna mtu anaweza kumkaba Mpanzu. Hakuna mtu anaweza kumkaba Mpanzu. Chukua maneno yangu. Tumalizie Semaji. Siku 11, michezo 4. Tayari michezo 3 tumeshamalizana nayo, pointi 9. Tumebakiwa na mchezo mmoja dhidi ya KMC. Tumalizie hapo. Tunamalizia kibarua chetu cha mechi 4. Tumeshamaliza mechi 3. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana na tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Haikuwa rahisi. Zilikuwa ni mechi ngumu kwa kweli. Mechi ya Mashujaa, mechi ya JKT na hawa Pamba Jiji pamoja na kwamba tumewafunga goli nyingi, lakini sio wepesi hata kidogo. Ni timu nzuri, ni timu ngumu, wana kocha mzuri, lakini wakajaa mapema kwenye mfumo, tukawafumua kweli kweli. Tumechukua alama 9 kwenye mechi 3. Ni jambo la kujipongeza kweli kweli. Na kwa sasa tunamwangalia mama mwenye nyumba kwa maana KMC. Kwanza tunamshukuru KMC. Tunamshukuru kwa sababu mechi yake alichagua kwenda kuchezea Tabora na kanuni inamruhusu, lakini kwa mapenzi yake na mpira wa miguu Tanzania, akifahamu Simba tuna kibarua kwenye michuano ya kimataifa, akasema wacha nirudishe mechi katika uwanja wangu wa nyumbani kwa maana ya KMC, ili nisimpe logistic ngumu Simba Sports Club. Kwa hili KMC uongozi wao wanastahili sifa na pongezi kubwa, na kwa niaba ya Simba Sports Club sisi tunawashukuru sana. Lakini hiyo haiondoi kwamba hapa nyumbani kwao sisi ni wale watu tusiokuwa na haya. Kila siku nakwambia sisi ni wale watu